Iran yasema majadiliano na Marekani hayana faida yoyote kwa hivi sasa. Wakati ulimwengu ukitarajia kuwa kuongezwa kwa muda wa kusitisha mapigano kungetoa mwanya wa amani, upinzani mkali umeanza kujitokeza ndani ya serikali ya Iran. Mohammadu Nabavian, mbunge mwenye ushawishi ambaye alishiriki katika duru ya kwanza mazungumzo mjini Islamabad, amepuuzia mbali uwezekano wa kuendelea na diplomasia, akitaja mazungumzo na Marekani kama jambo la hatari na lisilo na mantiki kwa hivi sasa. Kauli hiyo ya Nabavian iliyotolewa kupitia mtandao wa X inaashiria kupasuka kwa umoja wa kidiplomasia nchini Iran. Nabavian anawakilisha mlengo wa wahafidhina ambao wanaamini kuwa Marekani si mshirika wa kuaminika katika makubaliano yoyote yale. Hatua hii inakuja huku kukiwa na ukimya wa kutia shaka kutoka kwa viongozi wakuu wa serikali, akiwemo spika wa bunge Mohammad Bagha Ghalibaf na waziri ya mambo ya nje, ambao bado hawajatoa msimamo rasmi tangu Rais Trump alipotangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano. Katika kile kinachoonekana kuwa maandalizi ya vita, kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Qassam al-Anbiya, imetoa onyo kali dhidi ya hatua yoyote ya kijeshi kutoka kwa Marekani au Israeli. Msemaji wa kamandi hiyo amesisitiza kuwa vikosi vya Iran viko katika hali ya tahadhari ya juu na vimeaminisha maeneo yaliyopangwa awali kwa ajili ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Iwapo kutakuwa na mashambulizi dhidi ya Iran, vikosi vyetu vitashambulia maeneo yaliyopangwa awali na kutoa somo, hatua kali zaidi kwa Marekani na Israeli, ilisema taarifa hiyo. Kinachoshangaza ni kwamba katika taarifa hiyo ya kijeshi pamoja na chapisho la Nabavian, hakuna sehemu yoyote iliyotaja au kutambua kuwepo kwa usitishaji mapigano, yani ceasefire, uliotangazwa na Washington, jambo linaashiria kuwa upande wa kijeshi wa Iran haujafungwa na makubaliano yoyote ile mpaka hivi sasa. Hali hii inaweka rehani duru ya pili ya mazungumzo ya amani inayopangwa kufanyika nchini Pakistan, wakati waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif akijaribu kuweka mazingira ya amani. Shinikizo la ndani kutoka kwa wanajeshi na wabunge wenye msimamo mkali nchini Iran linaonekana kuwa vikwazo vikubwa kwa Rais Trump kufikia makubaliano makubwa ambayo alikuwa anatarajia. Mgogoro wa sasa nchini Iran umegawanyika katika makundi makuu matatu. Wa kwanza ni wabunge wa hafidhina akina Nabavian, ambao wanaona diplomasia kama mtego wa Marekani na wanapinga mazungumzo ya Islamabad. Lakini kundi la pili ni kamandi ya kijeshi ambayo Qassam al-Anbiya au RGC wanajikita katika utayari wa kivita na vitisho vya kulipiza kisasi, wakipuuza usitishaji mapigano. Lakini watatu ni wataalamu wa diplomasia, ini wizara ya mambo ya nje, wako kimya wakitathmini mwelekeo wa kisiasa kabla ya kutoa tamko kamili. Swali ni ambalo linabakia ni hatua gani watakuja nayo baada ya haya makundi mawili kuja hadharani na kuonyesha kwamba wamejiandaa na vita na hawako tayari kwa mazungumzo. Wizara ya mambo ya nje itakuja na jambo gani? Hivi sasa ndio dunia inasubiri kuwaona Iran watakuja na hatua gani.